Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Yaqulu hafidhahullahu ta'ala, leo ikiwa ni nukta ya tatu inayosema al-a'malu wat-ta'atu, matendo mazuri na ibada tofauti tofauti fil ashri min dhil-hijja, yanayotekelezwa katika masiku 10 ya mwezi wa mfungo tatu, wa ayami tashrik, na masiku ya tashrik. Al-a'malu wat-ta'atu, matendo au amal na ibada tofauti tofauti fil ashri min dhil-hijja, zinazotendwa au amali hizo zinazofanywa katika mwezi wa mfungo tatu, wa ayami tashrik, na masiku ya tashrik. Siku ya tashrik ni mwezi 11 na mwezi 12 na mwezi 13 min dhil-hijja. Sema qad marra maana al-hadith, hakika imepita pamoja nasi maana ya hadithi. Qad marra maana al-hadith, hakika imepita pamoja nasi maana ya hadithi ile inayosema ma min ayami, hakuna masiku yoyote, al-amalu salihu, kufanya matendo mema, fihin, katika masiku hayo, ahabbu ila Allahi, matendo hayo yakawa yanapendeza zaidi kwa Allah, minhu, kuliko amali hiyo hiyo inayofanywa fi hadhihi al-ashri, katika haya masiku 10. Hiyo tushafita hadithi. Asema fajamiul a'mali salihah, basi matendo yote mazuri, wal qurbatu, na ibada tofauti tofauti, yustahabbu al-iktharu minha fi hadhihi al-ayyam, usuniwa kukithirishwa ibada hizo katika masiku haya. Fajamiul a'mal, basi matendo yote, aswaliha, mema na uyajua wewe, wal qurbatu, na ibada tofauti tofauti, yustahabbu al-iktharu minha fi hadhihi al-ayyam, usuniwa kukithirisha, yani kuyafanya kwa wingi katika ibada hizo katika haya masiku. Wala shaka, wala hakuna utata au hakuna shaka, anna al-hajja was-sala, hakika hija na swala, wasiyama, na funga, wasadaqata, na kutoa sadaka, wal udhiyata, na kuchinja, min ahammi hadhihi al-a'mal, ni katika amali zilizokuwa muhimu zaidi. Tuna shaka katika hilo kwamba hija, swala na siyam na sadaka na kuchinja, hayo ni katika amali zilizokuwa muhimu zaidi. Falhajju faridhatun ala kulli mukallaf, basi ni hija ni jambo la lazima juu ya kila baligh yake, mukallaf, baligh na aqil. Basi hija ni lazima juu ya kila baligh yake, mustatiyun, tena mwenye uwezo, na uwezo na kusudiwa aina zote, uwezo wa mali, uwezo wa pesa za kuendea huko, na uwezo wa afya, kuwa na afya nzuri. Unaweza kuwa na pesa alafu mwenyewe matendo, uwezo kusafiri, uwezo kupaa kwenye ndege, ukaenda kule ibada zinafanyika kule, uwezo kuzitekeleza. Kwa hiyo uwezo unaotajwa wa hali zote. Asema wa huwa fardhun marra, nayo hiyo hija ni faradhi mara moja, fil umri, katika umri. Kwa maana kuhiji mara moja tu, basi hiyo ndio faradhi, mitosha katika ile ulazima. Wa huwa fardhun, nayo ni hija hiyo ni faradhi, marratan fil umri, mara moja katika umri. Hadithi, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema alhajju marra, hija ni mara moja. Faman zada,
na yoyote atakayezidisha fahuwa tatawwu, basi hiyo itakuwa ni ibada ya kujitolea au ibada ya sunna. Sababu tumeitwa tatawwu sababu mtu anajitolea, yani hajalazimishwa, sheria haijamlazimu afanye ibada hii. Kwa hiyo akaizidisha mtu akahiji zaidi ya mara moja, hiji mara 10, hizo mara 9 zote hizo itakuwa tatawwu. Faman hajja al-faridha, na yote atakayehiji hija ya ulazima, yustahabbu lahu al-hajju marratan ukhra, inasuniwa kwake yeye kuhiji mara nyingine na kwa mustahabu. Wal udhiyatu, na kuchinja, wajibatun, ni jambo la lazima, ala rajihi, wa kauli yenye nguvu, lilqadiri alaiha, kwa mwenye kuweza huko kwa kuchinja. Ija udhiya ni wajibu wa kauli yenye nguvu, kwamba baadhi ya madhahib wao wanaona hija udhiya kuchinja ni jambo la lazima, ama wengine katika madhahib wao wanasema hiyo ni sunna. Kwa hiyo na chuoni ndio maana wakasema yakulu ulama sema taduru inapita al-udhiya baina wajibi wa sunna, yani inapita baina ya wajibu na sunna. Wajibu kwa nani? Wajibu kwa yule mwenye uwezo. Yote mwenye uwezo wa kuchinja kwake ni lazima. Na sunna kwa nani? Sunna kwa yule ambaye ana uwezo. Wa waktuha, na wakati wake, min baadi salati al-Eid al-Adha, baada ya swala ya Eid al-Adha, ila akhiri ayami at-tashriq, mpaka mwisho wa masiku at-tashriq al-thalith ashara min Dhul-Hijja, mwezi 13 katika mwezi wa mfungo 5. Kwa hiyo wakati wa kuchinja ni baada ya swala ya nini? Swala ya Eid. Ndio maana tunaswali kwanza, tukimaliza kuswali ndio tukachinja. Ndio maana ni sunna katika kuwaisha kuswali, ili watu wawahi kuchinja wanyama, kuwachinja wanyama wao. Kwa wakati wake baada salati al-Adha, baada ya swala ya Adha, ila akhiri ayami at-tashriq, mpaka mwisho wa masiku at-tashriq, nayo ni thalith ashara, mwezi 13. Kwa hiyo kwanza ile mwezi 10 yenyewe ile kisha kuswali, wale watu watachinja siku ile. Mtu usikuajapata atachinja na usiku unaofuata, mwezi 11. Mtu mwezi 11 hajapata mnyama, basi atachinja mwezi 12. Mwezi 12 hajapata mnyama, atachinja mwezi 13 mpaka kuzama jua. Kipindi hicho chote ni kipindi cha kuchinja. Ndio maana hata kwenye Qur'ani imeanza hivyo swala, maana kwamba Mtume kwenye Qur'ani, inna a'tainaka al-kauthar, alafu kaja fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal fasalli, swali kwa ajili ya Mola wako. Asema wanachuoni ni salatu Eid al-Adha. Alafu baada ya kuswali wanhar, na chinja kwa ajili ya Mola wako. Wanaanza kuswali alafu kisha ndio kuchinja. Anasema wahia, nako uko kuchinja, min afdalil a'mali salihah fil ashr, ni katika matendo yaliyokuwa bora zaidi, katika matendo yaliyokuwa mema tena bora zaidi katika hayo masiku 10. Katika jambo la kuchinja ni katika amali iliyokuwa bora zaidi. Maana tunahimiza watu wafanye mipango, waweke bajeti zao kwa mwaka mzima, kuchinja mara moja tu. Kwa hiyo unaweza kuweka 500 hadi kafika mwaka unapinduka, una uwezo ukachinja kwa laki. Huku na mbuzi wa laki wanauzwa, mtu mwingine 80. Unaweza kumnunua hata mdogo, alafu kumfuga au kumweka tu kwa namlisha, kwa sababu kufuga mbuzi sio shida sana. Wale ambao wenye nafasi, hakuna ugumu mzito. Basi baada kufika muda unachinja, kwa sababu leo umri atakuweka shatimia, unaweza kumnunua kwa 50,000 au 40,000,
na baadhi ukamfuga mwisho moja kumchinja kwa ajili ya Allah. Na tukiamua ibada hizi zote tunaziweza, kwa sababu kuna matukio mengi yote tunayafanya katika pengine siku moja au siku mbili yanapita zaidi ya 300,000 ya 400,000. Kwa hiyo kuchinja wakinga kuta mtu miaka nenda miaka rudi bado hajachinja. Kwa hiyo tujitahidini katika kufanya amali hiyo. Wasiyamu min afdalil a'mali salihah, na pia nafunga ni katika afdalul a'mali salihah, ni katika ibada zilizokuwa bora zaidi. Wa yustahabbu lahu an yukthira min as-siyam, basi usuniwa kwake yeye kukithirisha kufunga fi hadhihi al-ayami, katika haya masiku, wa khasatan yawm arafa, na hususan ile siku ya Arafa. Asiyusuniwa kukithirisha kufunga haya masiku, yani mustahabu. Wasema hakuna dalili iliyokuja yani nasun sarih moja kwa moja kwamba inaonyesha kwamba watu wafunge masiku haya masiku 10, ila wanachuoni kwa istinbaro ya mustahabu. Kwa hiyo kuyafunga hayo masiku kwa kithirisha kufunga kuanzia mwezi mosi, ukitaka unafunga hadi mwezi 9. Na Ibn Umar ametokea mipokeo riwaya anasema yeye akifunga hadi masiku 10 yote. Sasa watu wanauliza, zaidi watu wanataka kufunga? Athari zinaonyesha hivyo. Kuona hususi mtu akashindwa basi kufunga siku nyingine, basi ile siku ya nini? Siku ya Arafa. Wa khasatu yaumu Arafa, na hususi ile siku ya Arafa. Sababu gani? Fafihi thawabu nadhim, sababu ndani yake kuna ujira mkubwa umekuja ya kufunga siku ya Arafa, kama sayati kariban, kama itakavyokuja ufafanuzi wake katika muda wa karibu. Wa fi siyami almutlaqa, na katika funga zilizoachiwa, jaa targhibu fihi, umekuja mapendekezo ndani yake. Wa fi siyami almutlaq, na katika funga iliyoachiwa, jaa targhibu fihi, umekuja mapendekezo ndani yake, kathiran, mengi. Kuna funga zinagawanyika aina mbili. Kuna asiyamul muqayyad, zile funga zile fungamanishwa na muda wakati maalum, yani sheria imekuja kutaja. Muqayyad kama ipi? Muqayyad kama kufunga hiyo Arafa, yani kuna nasu sarih, kufunga siku Jumatatu, kufunga Alhamisi, kufunga Ashura, sio unaelewa? Kufunga siku nyeupe, siku 13, 14, 15. Hizi na maana hizi tu muqayyad. Mutlaqa ndio hizo, kama mtu kufunga kwanza mwezi mosi, tukaamua kuanzia mwezi mosi hadi mwezi 9 hadi mwezi 8 katika mwezi wa Dhulhijja. Hii ndio inaitwa mutlaqa. Sasa katika tunaelezea yeye mhafidhahu Allah Ta'ala, sema wa fi siyamil mutlaq, na katika funga iliyoachiwa, jaa targhibu fihi, mekuja mapendekezo ndani yake, kathiran, tena mengi. Wa min dhalika ma rawahu an-Nasa'i, na katika hayo ni ile hadithi aliyopokea Imam an-Nasa'i wa ghairu, na mwingineo wasiokuwa yeye, yani waimamu wengi wamepokea hadithi ya aina hizo. An Abi Umama radhiyallahu anhu qala, kutoka Abu Umama radhiyallahu anhu amesema, qultu ya Rasulullah, nilimuuliza ewe mtume wa Allah. Qultu ya Rasulullah, nilimuuliza ewe mtume wa Allah, dullani ala amalin, ifahamishe mimi, ai akhbarni, ifahamishe mimi juu ya amali ambayo adkhilu bihi aljanna, nitaingia kwa amali hiyo peponi. Dullani ala amali, fahamishe juu ya amali ambayo, au juu ya matendo ambayo nikiyafanya, adkhilu bihi aljanna, nitaingia peponi kwa matendo hayo. Akasema mtume, alaika bisawmi, yani juu yako kulazimiana na kufunga. Alaika bisawmi, yani juu yako ni kufunga.
Kwa sababu gani? Asema la mathila lahu. Imekuja la hapa, imekuja imeandikwa la mathila lahu, lakini imekuja pia la mathila lahu, kwa maana la nadhira lahu. Kwa kufunga huko hakuna mfano wake, yani amali ambazo zitamuingiza mtu peponi, ambazo na watu wengi wataingia kwa amali hiyo, basi funga. Yani funga ina mfano wake, yani ifananishwe na ibada nyinginezo zozote zile ya kuingiza watu peponi. Na nyingi tu, yani kuna hadithi nyingi ambazo zenye mfumo kama huo. Umekuja hadithi mtu akifunga anaikuwa yeye na moto mbali ya dhiraa, yani masafa 70, akifunga siku moja tu. Akifunga siku 2 masafa yanazidi. Akifunga siku 3, sasa wewe mwezi 13 kwa anafunga mwezi 14, mwezi 15, moto unakuwa mbali. Kile unapozidisha kufunga ndo kila unavyowekewa wewe mbali na moto, yani kile unapozidisha kufunga Allah ndo anakuwekea mbali zaidi na moto. Sasa kwa unafunga ndo unafunga Jumatatu ratibu wako, Alhamisi siku nyeupe, wakati mwingine funga Daudi leo unafunga kisha unafungua, ifika Arafa, Ashura, Dhulhijja mafungwa masiku 9 yote. Na maana upo wapi? Wewe unakuwa ni mbali. Maana Mtume akamwambia alaika bisawmi, lazimiana na funga. Kwa sababu gani? La mathila la, hiyo funga haina mfano wake. Kwa hiyo anasema kutaja hivi kwamba hapa hajamwambia afunge siku gani, hajamaanisha kwamba funga Alhamisi. Ndio hiyo, hii ni dalili au ni ushahidi za zile funga za nini? Funga za nini? Za mutlaq. Sema hizo kwa sababu si hamna mafunzo yaliokuwa yani yaliokuwa wazi kabisa, yanaonyesha ndio miongoni mwa mafunzo hayo, yanaonyesha Mtume anamwambia yeye lazima anafunga, yamwambia labda funga Jumatatu sio au Alhamisi, yeye tuambia lazima ana kufunga, kwa sababu kufunga hakuna mfano wake. Wa min al-a'mali salihah, na katika matendo mema pia at-takbir, kuna kuleta takbira. Wa yustahabbu takbiru wa tahmid, inapendezeshwa kuleta takbira na tahmid, yani kumhimidi Allah, alhamdulillah. Takbir kusema Allahu akbar, wa tahlil na kusema la ilaha illa Allah, wa tasbih kusema subhanallah ayyam al-ashri, katika haya masiku 10. Kwa masiku 10 haya katika matendo mema pia panapendezeshwa kuleta takbira wa tahmid wa tahlil wa tasbih ayyam al-ashr, wa idharu dhalika fil masajidi, na kudhihirisha hizo takbira katika misikiti, wal manazil, na katika majumba. Kwa hiyo watu wadhihirishe hizo takbira misikitini na majumbani. Wa turukat, na katika manjia. Kwa hiyo tunapita njiani kwenda na kurudi, basi watakiwa watu wadhihirishe. Kudhihirisha maana kudhihirisha tunaelewa, sio kusirisha, sio kusoma siri. Watakiwa wafanyeje? Wadhihirishe, yani usome kwa sauti, maana kudhihirisha. Kwa vile unavyodhihirisha swala, na maana kuna swala za kudhihirisha na swala za kusirisha, si ndio hivyo? Kwa hiyo unasoma tu namsikia alhamdulillah, hiyo nasikia. Na lakini adhuhuri kwa wengine wao msikii kama nasoma alhamdulillah. Sasa hizi takbira zitakiwa zifanyeje? Dhihirishwe. Sasa watu wengi wanaona jao, wanaona noma waje. Miaka hiyo ukianza wale umumu naso kwamba siku hizi kachanganikiwa na mwana huyu, hata kwamba si mchawi, ila mwana huyu adata, yani yuko sawa, anaongea yake njia nzima. Asema ile ukisoma sana Qur'ani inachetua watu. Kwa hiyo ndio hii inaweza kuchetua. Sababu baada tuna mafunzo. Wa ghairuha, na ibada nyinginezo yasiokuwa hizo, na maana sehemu nyinginezo, na sehemu nyinginezo siokuwa hizo, alikuwa watu wadhihirishe kibira. Ametaja sehemu gani? Msikitini, majumbani na wapi? Manjiani. Kuna sehemu nyinginezo siokuwa hizo, na maana maskani, huko katika yani mashambani wenu mtapokuwa, kwenye biashara zenu, katika mihangaiko yenu, masokoni, zote hizo ndiko walete wadhihirishe takbira. Ala
ta'ala, kasema mtukufu, qala Allah ta'ala, Allah amesema liyashhadu manafi'a lahum, ili wapate kushuhudia manufaa yao. Wanasema manufaa wale ambao wanaokwenda hija na wengineo pia wanaodhihirisha huko, manufaa pia yanapatikana manufaa ya hija, na pia manufaa ambayo wasioenda hija wanachona wameelezea. Wayadhkuru isma Allah, na ili wapate kumtaja Allah fi ayami maalumat, katika masiku maalum, alama razaqahum min bahimatil an'am, kwa vile ambavyo Allah amewaruzuku wao katika wanyama hoa. Alama razaqahum, kwa vile ambavyo Allah amewaruzuku wao min bahimatil an'am, katika wanyama hoa. Allah amekujalia kupata mnyama, basi watakiwa mtaje Allah jalla wa ala. Mtaje Allah, chinja, mtaje Allah. Asema hata ukamwona hawa wanyama hoa, basi watakiwa wewe takbira, mtaje Allah jalla wa ala. Wanyama hoa wanakusudiwa ngamia, ng'ombe na mbuzi na kondoo. Ngamia anakusudiwa kwa watu wataka kuchinja, ikiwa awe na umri wa miaka 5. Yani una ngamia wako, basi awe ametimiza miaka 5. Na ng'ombe awe ametimiza na umri wa miaka 2, na mbuzi awe ametimiza na umri wa mwaka 1, na pia na kondoo awe ametimiza kuanzia miezi 6 na kuendelea. Hao au bahimatul an'am kutajwa na kusudiwa hao. Ama wengine hao boga wakapiga yoka wasema sababu huko na nyumbani kadawele anapika nyati, ngoja tumtege, asema huyo utamla tu, wala ingi katika wanyama hoa. Sura al-Hajj aya 28. Wa jumhurul mufassirin, na kundi kubwa walio tafsiri, jumhurul ulama, mali kundi kubwa au jamhuri, sio jamhuri ya muungano wa Tanzania, hiyo sio nakusema hivyo neno la Kiarabu tu lile tu. Wa jumhurul ulama wa jumhurul mufassirin, na kundi kubwa la wanachuoni wenye kutafsiri wamepita ya kwamba ala anna al-ayyam al-ma'lumat, kwamba hakika masiku hayo maalumu hiya ayyamul ashri min dhilhijja, nayo ni masiku 10 katika mwezi wa mfungo 3. Wakati marra maana kauluhu sallallahu alayhi wasallam, hakika imepita maana ya kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa akthiru fihinna min at-tahlil, basi kithirisheni katika masiku hayo tahlil, yasoma hiyo, wa takbir, na kithirisheni takbira, wa tahmid. Asema wa takbiru fi zamanina, na takbira katika zama zetu. Sema swara min sunanil mahjura, jambo hilo limekuwa katika sunna zilizohamwa, kama vile anatuona watakbiru fi hadha zaman, na takbira katika zama hizi swara min sunanil mahjura, imekuwa katika sunna iliyohamwa, yani watu waleti. Ikiwa ndio hivyo, basi fayambaghi, yatakikana aljahru bihi, kudhihirisha hizo takbira, wala siyama, na haswa fi awwali al-ashri, katika mwanzo tu wa lile 10 la kwanza katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo na anachokisema ni sahihi, takbira katika zama hizi imekuwa jambo watu waleti, kwa maana ikaingia mwezi mosi mfungo 3 watu waleti. Na takbira hizi zinagawanyika aina mbili, kuna takbira vile takbiratul muqayyada na kuna takbiratul mutlaqa. Takbira muqayyada ni zile ambazo zinaokuja ni baada ile ya alfajiri ya yaum Arafa, kila baada ya swala pale zinaleta takbira, zinaenda mpaka mwisho ayamu tashiriki, baada rasmi zinakomea pale, kila baada ya swala zinaleta.
Lakini takbiratu mutlaq hizi zinaanza tu pale mwezi mosi, kusikia mfungo 3 umeingia mwezi mosi zinaanza. Hizi ndo hazina muda maalumu na hakuna idadi maalumu, hizi zinaletwa tu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Hizo takbira pia zipo zinasomewa kwa aina mbili. Kuna kusoma kwa mara mbili na kuletwa kwa mara 3. Hadithi iliyokuwa sahihi kwa babu thibiti kwa mara mbili. Ama hadithi ambayo la baasa, kuna ubaya, yani imezidiwa nguvu, ndio hiyo. Kuna riwaya inaonyesha hadi mara 3, lakini kauli iliyokuwa sahihi sarih imekuja wazi kwamba inaonyesha mara 2. Mara 2 ni vipi? Ni kusema hivyo Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Mara 3 tunasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Sasa hii hakuna wasema chochote na juzu, lakini iliyothibiti ambayo mtume akiitumia na masahaba yake kwa wingi, hii mara ngapi? Mara 2. Kwa hiyo ndio kinachokusudiwa hapa. Wakati thabata ani salafi dhalika, haika limethibiti kutoka kwa salaf jambo hilo. Wa minhum Abdullah ibn Umar, na miongoni mwao akiwepo Abdullah ibn Umar wa Abu Huraira na Abu Huraira radhiyallahu anhum. Fil hadith, na katika hadithi imekuja annahuma, kwamba wawili hao na nani? Abdullah na Abu Huraira. Asema kana yakhrujani ila suq, hawa walikuwa wakitoka wakielekea sokoni, ayyama al-ashri, katika haya masiku 10, yukabbirani, wakileta takbira. Au nani? Abu Huraira na Ibn Umar. Wa yukabbiru an-nasu bitakbirihima, na watu wakikabiri wakikabiri watu kwa takbira zao, maana na watu wakiwafatishia kwa zile takbira zao. Wao kisoa kianza, kuna wengine pia na wao wanafatisha. Na hii inaonyesha kwamba pia watu wengine kama vile zama za sasa hivi ukiona wanajaa, sio kama wajui, lakini atafuta mtu ambaye anaanzishe nani lakini mwenyewe kula siku moja kaanza, kika wataanza hii misibiti Allah akbar, kwa sababu kuna mtu chapo kana support naye, lakini vipi mwenyewe anasema yanza wale watu na cheko hapo kwaje vipi? La, sio hivyo. Wewe kiwa hizo sunna zilizohamwa, watakiwa sisi tuzifanyeje? Zifufue, sababu kuisha sunna ambayo iliyokufa na ajili na ujira uliokuwa mkubwa ndani yake. Mtu akuone chizi, akuone mandazimu, kwa sababu una malengo yako na yeye na wako uhalisia sio chizi, basi mna neno. Allahu musta'an. Wa min al-a'mali salihah, na katika hawa walikuwa wakienda sokoni, yani manjiani. Inaonyesha kwamba wao kuleta kwa njiani na ikiwa wako masokoni kwenyewe. Pale wanapotoka kwenda sokoni, maana njiani watafanyaje? Wakizileta takbira. Wa min al-a'mali salihah, na katika matendo mema, allati ambayo natakikana, allati ambayo yambaghi al-iktharu, natakikana kukithirisha, minha miongoni mwa matendo hayo, fi hadhihi al-ayyam, katika haya masiku, tilawatul Qur'an, ni kuisoma Qur'ani, wa qira'atu kutubi sunna, na kusoma vitabu vya sunna. Katika matendo mema ambayo yanatakikana kukithirisha, fanyaje? Kusoma Qur'ani. Kwa nini ametumia neno kukithirisha? Kwa nini? Kwa sababu yani daima, sema daima Muislamu ni lazima asome Qur'ani kwa siku, angalau safha moja. Hiyo ndio taratibu wa Muislamu, sio? Mnaelewa? Kwa hiyo ikifika muda kama huu, yeye anatakiwa afanyeje? Akithirishe, sio ndio aanze, kwa sababu taratibu Muislamu lazima afanyeje?
asome Qur'ani. Hata kama mtu alihifadhi, wanachoona nasema hata kama mtu alihifadhi Qur'ani, basi atafanya mrajaa wake kama tajuzu 2, lakini apate angalau muda mmoja asome tilawatan nadharia, yani asome kwa kutazama mashafu, yani ashike mashafu asome kwa kutazama, sababu kushika mashafu kusoma kwa kutazama ni ibada, yani ibada ile kujitosheleza. Hivi mnaelewa? Wewe umehifadhi juz zako vizuri, lakini upate muda usome hata safha moja au karatasi moja, yani kwa kuangalia. Alafu baada hapo tunaendelea tena na mrajaa wako wa kuhifadhi hadi mwisho kitabu. Kwa hiyo ametumia neno la ikthari kwa sababu ni utaratibu wa Muislamu. Kwa maana tuliwahi kusoma na maana katika majalis ya Ramadhani bin Uthaymeen kuendelezea akiwataja hajamtaja swahaba, amewataja kuanzia tabini kushuka chini, namna utaratibu wao wa kufanyaje wakisoma Qur'an. Kuna watu wengine wao ni kawaida zao kila siku 2 amalize Qur'an, huo ni utaratibu wao maisha yao yote. Kuna wengine kila siku 3, kuna wengine kila baada ya wiki, yani ndio utaratibu. Kuna wengine siku 5, kuna wengine kila wiki. Ikifika Ramadhani kila usiku wa kwanza, yani 10 la kwanza anasoma, pengine kila siku 2 anamaliza. Ikifika 10 la mwisho kila usiku mmoja anafanyaje, anafanya khatma moja. Yani ndio utaratibu wao. Kuna shaka mnake wewe mwenyewe ukisoma Qur'an juzu moja unaweza kuchukua dakika ngapi? Yani ukienda haraka dakika 15 20, yani hizo unatembea huko, si ukipoza kidogo dakika 30. Sijui mnaelewa? Yani unasoma spidi ya haraka ambayo hakuna makosa hivyo, yani na au kwenye tilawa, yani kupata nakati. Sasa ukisoma dakika 30 juzu moja, yeye juzu 2 dakika ngapi? Sari moja, si hadi sari moja juzu 30 kwa utapata masaa ngapi? 30. Sasa 30 na siku na kwa masaa ngapi? 24. Utakuwa umetimiza kumaliza kwa utakuwa tumaliza, si bora bidi urudi tena chini upunguze dakika. Sasa iko kwa nyimbo babaja, yani kama mdomo tena yani dema lilotoboka. Sitakupea ninapita siku kibao tunajua sijaipata au ndio juzu kadhaa. Haya sio shida. Sasa ndio kwambie wewe pengine unajua lakini una mrajaa, ndio hivyo unapachia unasoma kama vile mzee wa mwaka 1990 mwaka 1900 huko au 50 miaka 1000 au mwaka 500, yaani unasoma tofauti. Wewe ndo kabisa. Hapo utasoma kwa spidi kwa sababu wewe mwenyewe unafanya mrajaa, yani zile Qur'ani zipo hata kama hujahifadhi lakini unaziona zile aya. Kuna sura kwa sababu utaenda kwenye sura huko, kuna kwingine utatembea kidogo utakwama, yani kuna aya yani ngumu. Wewe kama una mrajaa nazo lazima pale utabidi upoze speed. Ukienda speed unakosea, unaharibu, baada kwa sababu unapata dhambi. Sasa nini? Kwa hiyo utaenda kwa speed kwa sababu mwenyewe ima umezihifadhi au unapita mrajaa mara kwa mara, lakini sio kwa mwaka mara moja. Ukifika baadhi ya sura hata kwenye hudi huko, yani wewe ni lazima utaanza kupiga tochi. Kupiga tochi mnajua? Tochi za askari zinajua. Yaani unaanza soma hii, unapiga tochi nyingine kidogo unasoma kidogo ili upige usitizame za mbele. Innal ladhina kafaru, yani unasoma kidogo kwa speed maana unazivuruga. Wewe usome kwa step ili upate kuziona za mbele. Hapo unachelewa zaidi. Kwa hiyo imetaja maneno la kukithirisha kusoma Qur'an, kukithirisha. Jamaa wanasema vibaya wale ambao wanaanza sasa, au wanasema vibaya hata wale ambao wanakumbuka wazazi wao, labda kwa kusoma kupata ajili za Qur'an, labda kwa rehemu kwa kuanza hii fungo 5. Yani kwamba wakumbuka wazee wao hadi ufike fungo 3. Waanza kuwakumbuka.
Kwanza unaenda kinyume na utaratibu kwanza, na la pili hata kama ndo unafanya mwenyewe ndio usubiri hadi fungo 3. Yaani mfungo mzee wako hadi fike fungo 3. Sio hivyo. Wewe ukifika muda huu wewe unatakiwa ukifilishe. Kama ulikuwa labda unasomea labda kila siku unasoma ujira au labda nasoma Al-Imran, ifikie mzee wangu wengine kwa siku nasoma baadhi ya sura, basi kifika muda huo soma tajuzu mzima kwa ajili ya au soma masafu yote kwa ajili ya nani? Ya mzee wako. Ukifilisha hakuna shida kwa utaratibu maalum. Lakini kwa utaratibu ule kwamba unapanga familia fulani muenda kufagilia ndio enda kurehemu kwa huko labda makaburini. Ndio utaratibu katika upande sheria. Kwanza mikatazo kufanya makaburi kwa niidi kwamba sendo cha kujirejea tarehe ile ikifika unaenda hivyo. Kwanza mikatazo kwenda huko ima wa kuzuru, hata kwa sheria imethibiti kwenda kuzuru wewe hata kama ni wanaume, lakini kusema kila mwezi 5 unaenda huko, hiyo taratibu mikatazo kwa sababu ni mfumo wa Idi, na hiyo Mtume amekataza kwamba kufanya makaburi kwa niidi, si kaburi lake wala si kaburi ya watu wengineo. Sasa familia zinasema mwezi 3 rehemu kwa watu aina fulani, mwezi 4 wanajua tarehe sawa, yani wale wazao wanajua tarehe sawa. Kama kama mjini huko utaona kama dukada utaona ndani huko utaona magari hata usiyaona watakuja magari nini mahama utaona kwa mkuranga anaingia huko mjini. Kama mwezi 9 leo familia kina fulani familia kina Mputo hawa wenye magorofa hapa Mbagala ndio hao tunaanza kuwajua ni kila kitu kama 9. Sababu gani? Wakumbuka wazee wao wanafikia. Sasa mfumo kama ule umekatazwa kabisa. Wanasema utaratibu wa kuzuru au kuombea ile kwanza ni bid'a. Ule kwa sababu hakuna maelekezo yote ya sheria juu yake. Kwa hiyo ndio ukithilishi una utaratibu, yani utaratibu wao kila siku wewe upo au kila, lakini itakiwa kufika muda huo ukithilishe kufanya matendo. Ndio maana akatumia neno ikthar, sababu kawaida Muislamu anatakiwa yeye akithilishe zile amali. La kuthilisha lingine wa qira'atu kutubi sunna, na kusoma vitabu vya sunna. Unasoma ndio vipi? Yani hadithi nakusudia hadithi, unasoma watu fulani, soma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zote zile, Riyadhi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim na vitabu vinginevyo vya chini ya Kamilul Hadithi, Bayun an-Nawawi na mfano wake. Wa tawbatun nasuha, na kuleta tauba yenye kukata, ni tauba ya kweli, taubatun nasuha ambayo imejaa masharti. Wa salawatu tatawwu, na kuleta swala za sunna. Wa ghairuha min al-a'mali, na nyinginezo miongoni mwa hayo matendo. Waliyahrisul muslim, na apupie muislamu ala mawasimil khairi, katika hii misimu ya khairi. Waliyahrisul muslim, na apupie muislamu ala mawasimil khairi, juu ya hii misimu ya khairi. Waliyuqaddima li nafsihi, na itangulizie nafsi yake amalan salihan, matendo mema, yajiduhu fi hasanatihi, atakayoyakuta matendo hayo katika mizani yake siku ya kiyama, mizani yake ya mema siku ya kiyama. Aliyukaddima li nafsihi amalan salihan, na itangulizie nafsi yake matendo mema, yajiduhu fi hasanatihi, atayakuta matendo hayo mema katika mizani yake ya mema yake huko siku ya kiyama. Kwa hiyo tumehusiwa tufanye kupa katika kufanya amali, ilisha kusoma Qur'ani, basi kwa kile ambacho Allah amefanyia wepesi katika amali, basi mtu apambane nayo. Kwa kuna wengine kusema kufunga, wengine kufunga siku zote hawezi, sio? Hapo ndio tumbo na nini, sio? Basi wewe uweze kufunga, lakini unaweza kutoa sadaka, ndio pesa yako, toa sadaka. Uwezi kutoa sadaka, lakini unaweza kufanyaje? Unaweza kusoma Qur'ani. Sisi mnaelewa? Soma Qur'ani, kisha kusoma Qur'ani, kwa sababu Allah yeye ndiye alikuumbia, alikufanyia wepesi kwako wewe. Uweze kusoma Qur'ani, soma vitabu vya sunna. Sasa siwezi kusoma Qur'ani na vitabu vya sunna kaweza. Ni kinyume.
Haya, uwezi yote hayo, basi kunafanya tauba pia uwezi. Kwa hiyo kila mmoja atakana ajitahidi katika kufanya matendo hayo hapo pia. Kwa hiyo inshallah leo, kwa sababu imada kidogo ni ndefu, kwa biidhnillah leo tuishi hapo. Tukija kesho tutasoma kama mada 2 au 1, alafu siku inayofuata zikiwa ni tutazibanda, tutazimalizia zote. Alafu wiki inayokuja kama muda utakuwepo, tutasoma leo kitabu kingine, risala nyingine ya umuhimu. Pia tutatazama risala gani yenye manufaa zaidi, tutaiweka ili tu malizie hadi mfungo 3 mwisho wote.